Baba yetu Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wetu ni asanti. Wewe ndiwe unastahili sifa na ibada kutoka kwetu na kutoka kwa wanadamu kila wakati. Wewe ni muumba wa mbingu na nchi na unavimiliki vyote Bwana na kutawala. Tunatoa shukrani zetu Bwana. Pokea sifa, pokea utukufu. Baba, tunatoa shukrani kwa sababu ya neno lako ambalo linatuonesha namna ya kujiendesha na namna ya kuabudu Bwana. Umetutoa katika giza Bwana ili tutembee katika mwanga mkuu ambao Bwana umetuzukia siku ya leo. Ni asante Baba yetu. Ninaomba ya kwamba uweze kuwa nasi kila mmoja wetu. Kuna shauku katika mioyo yetu, na shauku kuu sana ni kuwa waaminio wakamilifu walio na kimo cha Yesu Kristo. Ninaomba ya kwamba uweze kutukirimia jambo hili. Baba, ninaomba utuchunguze leo hii. Angalia mioyo yetu Bwana, angalia nia zetu, na chochote ambacho ni kinyume na neno, ninaomba Bwana utuondolee kwa damu ya mwana kondoo. Tunajikabidhi mkononi mwako, nikiomba Bwana uweze kuwa nasi kwenye hii ibada. Useme na mioyo yetu, utusaidie kwa njia zote Baba, utunyoshe, utuinue, na yale yote ambayo tunahitaji Bwana, ninakualika Bwana uweze kutukirimia. Na mwisho wa ibada Bwana, sifa na utukufu zikurejee wewe. Tuondolee mkono wa shetani, na wale ambao wanateseka katika mwili kwa sababu ya maradhi, ninaomba upate kuwaponya kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naomba tukiamini umesikia ombi letu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Nataka tufungue Biblia zetu katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2. Tutasoma mstari wa 13 na mstari wa 14. Nasema hivi: nawaandikia ninyi akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nawaandikia ninyi vijana, kwa sababu mmemshinda yule muovu. Nimewaandikia nyinyi watoto, kwa sababu mmemjua Baba. Nimewaandikia nyinyi akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana, kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule muovu. Bwana ongeze baraka. Tunaweza kuketi. Basi baada ya kusoma maandiko hayo, ningetaka kuongea juu ya kujaribiwa kwa wateule na namna wanavyoshinda. Kujaribiwa hakuanzi hapa, ama hakukuanza hapa duniani. Kujaribiwa kulianza kule mbinguni wakati Lucifer, ambaye hivi sasa tunamjua kama Shetani na Ibilisi, alianza uasi kule mbinguni. Akaanza kuenea malaika mmoja kutoka mmoja mpaka mwingine, akijaribu kuweka hitilafu ndani yao, kwa sababu angelitaka kuchukua mahali pa Mungu, aabudiwe badala ya Mungu. Ndio sababu nasikia nabii kuna mahali anasema dhambi haikuanza duniani, ilianza mbinguni. Ilianza na Lucifer, wakati ambapo hakuridhika na nafasi ambayo alipatiwa na Mungu, akatamani nafasi ya Mungu, na namna tu aliona angeweza kufanikisha wazo lake ni kuanza kwenda kwa malaika, viumbe vya kibinguni kule mbinguni, ili aweze kuweka wazo hilo ndani yao, waweze kumkaidi Mungu, aweze kuwa kiongozi wa hao watu wote. Lakini tunajua kile ambacho kilifanyika ni kwamba vita vikainuka, na Shetani nafasi yake haikupatikana tena. Yeye na malaika wale ambao walimwamini akafurushwa kutoka mbinguni. Na kile ambacho alikuwa anatumia ili aweze kushawishi viumbe vile, kama vile ambavyo anafanya kila wakati, ni kuleta hadithi ya uongo. Analeta hadithi ya uongo kwa namna ya kupotosha neno la Mungu. Ndio sababu unaona ni hatari sana brother sister ukiamini kitu ambacho si neno, kwa sababu kinakuua kiroho.
Unaweza kuona mpanda farasi, kuna wakati alikuwa anaua, lakini wakati aliona ya kwamba hata akiwa Wakristo hawaendi kuzimu, basi akaanza kuleta mafundisho ya uongo ili aweze kuua kiroho. Na wakati mtu anaaminishwa kitu ambacho si neno, kinamwangamiza kiroho, kinamuua kiroho. Na hivyo ndivyo shetani alianza kule mbinguni. Na wale ambao siku ya leo wanaitwa pepo wachafu, wakati mmoja walikuwa ni malaika ambao walikuwa wanasifu Mungu kule mbinguni. Na nabii anasema Lucifer mwenyewe, ambaye leo ni ibilisi na ni shetani, alikuwa ni kiongozi wa ibada akiwa kule mbinguni. Alikuwa ni kiongozi wa ibada. Na kile ambacho kilionekana kule mbinguni ama kilitendeka kule mbinguni, wakati shetani alileta uasi dhidi ya Mungu, kinaweza kuonekana katika maisha ya watu kama Kora na watu kama Absalom, ili uweze kuwa na wazo kile ambacho kilitendeka kule mbinguni. Tunaweza kuona Kora hakuridhika na nafasi yake. Aliona kana kwamba heshima kuu sana imewekwa juu ya Musa na Aaron, na akatamani nafasi hiyo, na akafanya kama shetani, vile ambavyo shetani aliendea baadhi ya malaika. Na Kora naye aliendea viongozi wa wana wa Israeli, watu 250 ambao walikuwa ni viongozi katika nyumba ya Israeli, na akashawishi hawa watu na kuambia kwamba Musa na Aaron wanajiinua sana, kana kwamba Mungu hawezi kuongea na kusanyiko lote. Na wale watu walifuata Kora, kwa sababu Kora anajaribu kuleta umati upande wake ili aweze kumuondoa Musa katika ile nafasi. Na ni kukosa ufunuo, ni tamaa ya kishetani, ni kukosa ufunuo, kwa sababu huwezi kuondoa mtu katika nafasi aliyokirimiwa na Mungu. Vile Mungu mwenyewe hawezi kuondolewa na yeyote katika nafasi yake. Hungeondoa Musa katika hiyo nafasi, kwa sababu hicho ndicho alikuwa katika nia ya Mungu kabla ya misingi ya ulimwengu. Na hiyo ndio sababu nasikia nabii akisema hakuna mtu anaweza kuchukua nafasi yako katika uchungu wa Mungu. You are irreplaceable. Hakuna mtu anaweza kuchukua nafasi yako. Na tunajua kile kilifanyika wakati huu wa Kora, ni kwamba Musa alisema hawa watu watakufa kifo ambacho si cha kawaida. Ardhi ikapasuka ikawameza, kwa hivyo wakarushwa kutoka mahali juu wakaenda mahali chini. Kuonesha ile picha kule mbinguni, kwamba walitolewa kule mbinguni wakaletwa chini hapa. Nao Kora walikuwa hapa duniani wakapelekwa chini, kwa sababu ni picha ya kile ambacho kilikuwa kimefanyika mbinguni. Nafasi yao haikuonekana tena hapa duniani, vile ambavyo nafasi ya shetani na malaika wale waliodanganywa naye haikupatikana tena kule mbinguni. Absalom alikuja akafanya jambo kama hilo. Daudi ndiye alikuwa mfalme ametiwa mafuta, lakini Absalom akawa na mazoea ya kukaa pale kwenye lango la mji, ili kwamba wale watu wanakuja wakitazamia kuona mfalme, anawazuia wasione mfalme, kwa sababu anawaambia ana uwezo wa kutatua shida zao. Na akafanya hivyo kwa muda wa miaka kama 2 hivi, na mwishowe akaweza kuleta hao watu upande wake. Na Daudi akaambiwa ya kwamba huna watu wamechukuliwa na Absalom. Na hiyo ndio sababu Daudi alikimbia akaenda porini kwa muda, lakini alirejea na Absalom akauawa pamoja na wale ambao walikuwa naye katika uasi. Ni picha ya kile ambacho kilifanyika kule mbinguni. Na unajua shetani, Mungu aliumba shetani ili shetani aweze kuleta majaribu. Na wakati majaribu yanaletwa kwa viumbe vya Mungu, jambo hilo linaonesha sifa zingine ambazo zilikuwa ndani ya Mungu kabla ya misingi ya ulimwengu. Na shetani wakati alikuja hapa duniani, alikuja akaangusha binadamu, kapitia Hawa, na kisha Adamu akaanguka. Na alifanya hivyo kwa kutumia ile mbinu ambayo alikuwa ametumia kule mbinguni. Na hiyo ni kusema ya kwamba ni kupotosha neno la Mungu, ni kupinda neno la Mungu liweze kusema jambo tofauti. Alifanya hivyo, na Adam na Hawa wakaanguka. Lakini Adam na Hawa si kama wale malaika ambao walianguka pamoja na shetani. Hawa wanaweza kuokolewa. Hawa ni watoto wa Mungu na wanaweza kuokoleka. Kuna watu ambao hawezi kuokoleka. Kuna viumbe ambavyo haviwezi kuokoleka. Biblia inasema ya kwamba Mungu aliumba kila kitu, hata waovu, kwa ajili ya siku ya hukumu ama ya maangamizi. Lakini kuna watu pia walianguka ama viumbe vikaanguka kumpatia Mungu nafasi ya kuonesha ya kwamba yeye ni mkombozi. Adam na Hawa
walipoanguka walisababisha jamii yote ya binadamu ambayo itafuata baadaye kuzaliwa kama imeanguka. Na miongoni mwa hawa wanadamu Mungu ana watoto wake, na kupitia hawa watoto Mungu atakuja kuonesha sifa ya mkombozi. Tunajua jambo hilo. Na wakati binadamu alianguka, kwa sababu shetani amekuja na uongo pale katika Eden, na unajua shetani haleti uongo 100%, analeta uongo ambao umechanganywa na neno. Kwa sababu nabii anasema shetani hana kitu chochote cha asili. Shetani anachukua mambo ya Mungu lakini anaweka flavor yake, anayapinda hivi yaseme kitu kingine tofauti na Mungu, akijua kwamba jambo hilo italeta mauti. Na Balaam pia alikuwa ni mtu wa aina hiyo. Wakati alijaribu kulaani wana wa Israeli ikashindikana, alitengeneza mkutano mahali ambapo wangeingia katika ibada ya sanamu. Na wakiingia katika ibada ya sanamu, Balaam alikuwa anajua ya kwamba Mungu atakasirishwa na wana wa Israeli na itambidi Mungu mwenyewe awaangamize wana wa Israeli, na akafaulu kufanya hivyo kwa sababu alikuwa ni mtumishi wa shetani. Na shetani angetaka ukosee Mungu. Kama hujui, shetani angetaka ukosee Mungu ili Mungu mwenyewe awajibike kukuadhibu, kwa sababu Mungu hana ushirika na dhambi. Wewe shetani angetaka alete vitu ambavyo vitakuondoa kwa neno la Mungu, ama uweze kuchanganya imani yako na mambo yasiyo neno, ili Mungu aweze kukasirishwa na jambo hilo. Kwa sababu kazi yake ni kuweka mitego. Anaweka mtego hapa, anaweka mtego pale, ili watu waingie katika mitego hiyo wapate maangamizi. Ndio maana tunatakiwa kusimama na neno 100%, kwa sababu ni neno tu ambalo linaweza kutusaidia kuepuka mitego ya shetani. Na hakuna mtu anaweza kuwa wa kiroho kuliko neno. Hata yale mambo unaona kama ni madogo sana, bado ni neno la Mungu. Hata mambo ya kawaida. Kwa mfano nabii akisema, brother, usiende kutembelea dada ambaye anaishi peke yake na wewe uende peke yako, usione kama hilo jambo si la kiroho. Ni jambo la kiroho, kwa sababu ni hivi asema Bwana. Anasema aidha uchukue mke wako ama uchukue ndugu mwingine, lakini usiende pale. Usiwahi kupuuza sehemu yoyote ya neno, kwa sababu neno ndilo kinga yako. Nabii anasema wakati unaachana na neno, inamaanisha shetani amekushawishi kuachana na silaha yako, na yeye ana silaha zake, na wewe amekushawishi uweke yako chini. Anasema wakati alikuja katika shamba la Eden, silaha ambayo Mungu alikuwa amepatia Adam na Hawa ilikuwa ni neno, na hilo neno wakaliachilia, ama Hawa akaliachilia neno. Na hivyo ni kusema ya kwamba sasa hakuwa, na hivyo vilikuwa ni vita vya kiroho, na haelewi. Yule alikuwa ni farasi mweupe katika muhuri wa kwanza, maana nabii anatuambia mihuri ilianza kule kitabu cha Mwanzo. Na hapa haelewi vita hivi, na akashawishiwa kuweka silaha yake chini, na kwa sababu ya jambo hilo akashindwa na shetani. Kinga yetu ni neno, na Mungu ametuletea neno lote siku ya leo. Hatuna udhuru wa kushindwa na shetani. Hatuna udhuru wa kuingia chini ya mamlaka ya shetani, kwa sababu Mungu ameleta neno lote, na hiyo ni kusema tuna silaha zote za Injili. Vile Paulo anasema ya kwamba tutoe silaha zote za Injili tupigane na shetani, kwa sababu hatupigani na watu walio na mwili na damu, lakini tunapigana na ufalme wa giza. Kwa hivyo tutoe silaha zote za Injili. Mwanadamu akaanguka, lakini hiyo ikapatia Mungu nafasi ya kuonesha yeye ni mkombozi. Wakati shetani alikuja pale Eden na akaangusha mwanamke, uzao wa nyoka pia ukapata nafasi ya kuingia katika dunia. Uzao wa shetani ukapata nafasi ya kuingia katika dunia. Nabii anasema shetani alitamani kuwa na watu, lakini hawezi kuumba. Na kwa sababu hawezi kuumba, akapitia katika mnyama, akaja kwa mwanamke ili aweze kuwa na watoto kwa njia hiyo. Uzao wa nyoka ukaingia hapa katika dunia hii. Na uzao wa nyoka, na hao ndio wamejaa katika hii dunia, ndio shetani anafanya kazi kupitia. Anapitia uzao wa nyoka siku ya leo kutekeleza ufalme wake hapa duniani. Na pia anasema shetani amefanya kazi miaka 6,000. Mungu alichukua miaka 6,000 kutengeneza bustani ya Edeni. Na wakati binadamu alianguka, shetani naye ametumia miaka 6,000
kupotosha maumbile ya Mungu ili aweze kutengeneza Edeni ya shetani. Mungu alitengeneza Edeni ya Mungu kupitia miaka 6,000. Sasa hii miaka 6,000 kupitia maarifa na sayansi na dini, shetani ametengeneza Edeni yake, mahali ambapo hivi karibuni ataenziwa kama mtawala. Tunajua yule papa wa mwisho. Tunajua papa wa mwisho, shetani ataingia ndani yake, ibilisi ataingia ndani yake, yule ambaye alikuwa katika yule joka ataingia ndani yake ili aweze kuwa mtawala juu ya hiki kizazi. Na hivyo ndivyo amekuwa akifanya kupitia vikundi vyake. Kila wakati anatumia watu wake. Ndio sababu unaona kwa mfano vikundi hivi vya shetani ambavyo amekuwa akitumia kuleta upotovu vimekuwako katika kila kizazi. Ukiangalia wakati wa Bwana Yesu kulikuwa na Mafarisayo na Masadukayo. Na yalikuwa ni madhehebu ambayo walimkataa Bwana Yesu Kristo. Nabii anasema ni shetani alikuwa ndani ya Mafarisayo na Sadukayo na wale wazee ambao mwishowe walimkataa Bwana Yesu Kristo, wakampeleka kwa serikali ya Kirumi ili aweze kuuawa pale Calvary. Na ni watu wa kidini, lakini ni shetani alikuwa ndani yao, maana sio watu wa Mungu. Sio watu wa Mungu. Na siku ya leo tuna madhehebu ya Kikristo, na wale waliojaa mle ndani sio watoto wa Mungu, ni watu wa kidini wako kule, na shetani anatekeleza mapenzi yake kupitia watu hao. Ni kama vile juzi wamechagua papa mwingine. Ndio sababu unasikia Biblia ikisema, na yule mnyama nilimuona alikuwa hayupo, na tena yupo, na tena hayupo. Nabii anasema ni mfuatano wa wale papa. Mmoja akiondoka, hiyo nafasi haitakaa tupu, wanachagua mwingine. Huyu akiondoka, wanachagua mwingine, ili maandiko yatimie, mnyama aliyekuwapo na tena hayupo na tena yupo. Na kila mmoja akija kuna sehemu atatimiza. Nilikwambia juzi huyu ambaye ameingia ametoka Marekani. Na Marekani ni yule mnyama aliyetoka katika maji, ardhi, samahani, mnyama aliyetoka katika ardhi. Rome ni mnyama aliyetoka katika maji, na huyu mnyama aliyetoka katika ardhi anatenda mapenzi ya yule mnyama wa kwanza. Na kisha Marekani ikasema tutengeneze sanamu ya mnyama, Baraza la Makanisa ya Ulimwengu, na hiyo sanamu itue pumzi, na hiyo ni kusema ya kwamba kupatiwa mamlaka ya kutenda, na waweze kutesa watu wale wote ambao hawatajiunga na ule muungano. Watu wote wahamasishwe kuingia pale, na wale ambao hawataingia pale waanze kuteswa, na hiyo ndio inaitwa squeeze, kuingia pale ndani. Nikakwambia mtu huyu ile kazi ambayo atafanya ni kuweka pumzi katika ile sanamu ya mnyama, kwa sababu sanamu iko na imetengenezwa na imekuwako tangu mwaka 48 1948, lakini sasa kuna kuweka pumzi katika ile sanamu ya mnyama ili ianze kutenda kwa niaba ya wale wanyama wawili, kwa niaba ya yule mnyama wa kwanza, kuhamasisha watu wote waingie katika muungano. Yeye amekuja kufanya kazi hiyo, kupatia hii sanamu pumzi ili iweze kuteza, na hapo iweze kutesa wa Kristo, na hapo ndipo squeeze inaingilia. Kwa hivyo shetani amekuwa na watu wake, kwa sababu wakati mlango ulifunguliwa pale katika shamba la Eden kupitia kwa Hawa, angeweza kuleta uzao wake hapa duniani. Ndio maana unasikia Hawa akiitwa mama ya wote walio hai. Mama ya wote walio hai, kwa sababu yeye ndiye mama ya wote walio hai. Uzao wa Mungu ukapitia kwake, uzao wa nyoka ukapitia kwake, kwa sababu pale alilegeza neno katika shamba la Eden. Kwa hivyo ujue kuna kujaribiwa. Kuna kujaribiwa vile ambavyo shetani alileta uasi kule juu, na kuna malaika walianguka na wengine hawakuanguka. Hivyo ndivyo ilivyo katika haya maisha. Nabii anasema uliletwa katika haya maisha bila mwili wa neno ili uweze kujaribiwa. Maana anasema kama ungalitangulia kuwa na mwili wa neno ulipokuwa ukija hapa, usingeweza kuanguka. Usingeanguka kama ungekuja hapa na mwili wa neno. Lakini anasema tulikuja hapa bila mwili wa neno, na tukazaliwa kwa njia ya msisimuko wa mwili, kwa njia iliyopotoka, ili tuweze kujaribiwa. Na hata wakati sasa Mungu anakuita na anakuokoa, ni lazima ujaribiwe. Kwa sababu maandiko yanasema wale wote wajao kwa Mungu lazima wafanye nini? Wajaribiwe. Ni lazima ujaribiwe ndugu.
dada, lazima ujaribiwe. Mara nyingi huwa tunafikiria kwamba tukipata Roho Mtakatifu tumeingia paradiso, hakuna majaribu tena, majaribu yamefika mwisho. Hapo ndipo majaribu yanaongezeka. Nabii anasema wakati haukuwa umepata Roho, kuna majaribu mengine Mungu hangeachilia katika maisha yako, kwa sababu hukuwa na namna ya kupigana na hayo majaribu ama ya kuyashinda. Lakini vile sasa Mungu amekukirimia silaha, na ni silaha kuu, anaachilia majaribu mengine makali zaidi pale unapopata Roho Mtakatifu. Biblia inasema wale wote wanakuja kwa Mungu lazima wajaribiwe, na wasiposimama inaonesha kwamba ni wana haramu. Maana wakati Mungu anajaribu watoto wake, anawajaribu ili aweze kusimama, kwa sababu ni utukufu wake, anataka uonekane ndani yao. Kwa hivyo lazima tujaribiwe. Kwa nini Mungu anaachilia kwa mfano wahubiri wa uongo katika framework ama mviringo wa ujumbe? Kwa nini anaachilia? Ni kwa sababu ya kujaribu biharusi. Kumbuka nabii wakati aliambiwa toa kalamu na uandike maneno haya, unabii juu ya neno na biharusi, alisema ya kwamba biharusi wa kwanza ambaye ni Hawa alijaribiwa na akaanguka. Kasema biharusi wa pili, kanisa la kimitume, hatimaye lilianguka. Nasema ya kwamba hapa kuna biharusi ambaye hawezi kuanguka, lakini unajua hawezi kuitwa hakuanguka na hakujaribiwa. Lazima ajaribiwe. Na vile ambavyo shetani alikubaliwa kuja kwa mwanamke pale Eden, shetani naye anakubaliwa kuja mahali biharusi yupo. Na tunaanza kuwa na misemo, sayings. Tunaanza kuwa na misemo, mafundisho yaliyo kinyume na neno ambayo yanasemwa miongoni mwa waaminio. Ni kwa sababu ya kujaribu biharusi ionekane kama atasimama. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu nabii alisema huyo biharusi hataanguka. Unaweza kusema lakini ninaona waaminio wa ujumbe wako na shida nyingi sana, na makundi na migawanyiko na itikadi za kila aina. Biharusi sio kila mtu ambaye anaitwa muaminiwa wa ujumbe. Ni watu walio miongoni mwa waaminio wa ujumbe, lakini ni wale wanazaliwa mara ya pili. Wala hawawezi kuanguka, kwa sababu ni hivi yasema Bwana, ya kwamba ana kanisa ambalo halitaanguka japo litajaribiwa. Nani anafanya hii kazi? Ni Lucifer anafanya hii kazi ya kujaribu kanisa la Mungu aliye hai. Na ndio sababu unaona Mathayo 16 Yesu Kristo akauliza wanafunzi wake, mnapokutana na wale watu wa kule nje, mkisikia wakiongea wanasema mimi mwana wa Adamu ni nani? Wanafunzi wakasema, wengine wanasema wewe ni Yeremia, Elia, Yohana ama mmoja wa manabii wa Mungu. Na Yesu wakauliza wao, na ninyi mnasema mimi ni nani? Petro akapata ufunuo, kwa sababu kuna mambo huwezi kudhamiria useme tu. Akasema wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu akasema umebarikiwa wewe mwana wa Yona, ukipata ufunuo umebarikiwa. Akasema juu ya mwamba huu, mwamba ni jiwe kubwa, nitajenga kanisa langu. Na mwamba si Petro, na mwamba si Yesu. Mwamba si Yesu kama mtu, na si Petro. Katoliki wanasema ni Petro, Protestant wanasema ni Yesu. Nabii anasema niko katikati. Sio Petro na sio Yesu, ni ufunuo. Ufunuo wa Yesu ni nani katika majira. Huo ndio mwamba. Akasema ya kwamba juu ya mwamba huu, ufunuo wa Yesu katika kila kizazi, nitajenga kanisa langu. Kwa hivyo kama hakuna ufunuo, watu hawajajengwa kama kanisa lake. Nitajenga kanisa langu na malango ya kuzimu hayatalishinda. Nabii anasema ili Bwana Yesu Kristo aseme ya kwamba akijenga kanisa kwenye mwamba, malango ya kuzimu hayatalishinda, ni kwa sababu malango hayo yatakuwa yakishindana nalo. Si ajabu unajaribiwa ndugu. Si ajabu sisa unajaribiwa. Kwa sababu kanisa la Mungu ili isemekane halitaangushwa na malango ya kuzimu, ni kuonesha litakuwa likijaribiwa. Nabii anasema usidhani ya kwamba umepata kibali cha Mungu sana wakati umekaa bila majaribu. Hicho si kibali cha Mungu. Maana kanisa la Mungu lazima lijaribiwe. Na wakati unajaribiwa sana, si kwamba Mungu ameondoa kibali chake kutoka kwako. Hajaondoa.
lakini ukweli ni kwamba lazima watoto wa Mungu wajaribiwe. Yeye ndiye aliachilia Ayubu ajaribiwe na shetani. Na hayo mambo tunasoma katika Biblia ni tuweze kuwa na wazo vile ambavyo Mungu atafanya katika maisha yetu. Tuna vielelezo katika maandiko. Tuna mashahidi waliotangulia. Ndio sababu Biblia inaongea juu ya wingu kuu la mashahidi pale katika kitabu cha Waebrania. Ni lazima tujaribiwe. Ndio maana Yesu alisema atajenga kanisa lake juu ya mwamba. Na kisha anasema unabii hapa katika Isaia 59, shetani akija kama mafuriko, kwa sababu atakuja. Akija kama mafuriko, Mungu atainua kiwango. Mungu atakupatia standard, kiwango cha kuweza kumkabili. Kwa hivyo unaweza kuona vile Yesu anasema tajenga kanisa lake juu ya mwamba, ufunuo wa Yesu Kristo katika kila kizazi, katika nyakati 7 za kanisa. Na kisha analeta Roho Mtakatifu kama upako mara 4 kuweza kukabiliana na shetani. Shetani akibadilisha binu, Mungu analeta Roho Mtakatifu kwa njia tofauti. Ndio sababu tunasema roho wa simba, tai, mwanadamu na yule ng'ombe. Na siku ya leo tuko upako wa tai, kuweza kuona uongo wote wa ibilisi na kwenda kupita uongo ule mbali sana, kuingia maeneo ya tai. Nabii anasema siku ya leo shetani anajenga ufalme. Na anasema anajenga ufalme huo miongoni mwa watu wa dini ya Kikristo, na anajenga ufalme wa kiakili, intellectual religion. Anajenga ufalme huo, na huu ufalme anajaribu kurembesha kwa kila njia uweze kuvutia kuliko neno la Mungu. Najua maandiko yanaongea juu ya Yesu, anasema ya kwamba hakuwa mtu wa kuvutia. He was not comely. Naona hakuwa mtu wa kuvutia kama wale wanaitwa alpha male siku ya leo. Hakuwa mtu aina hiyo. Alikuwa ni mtu wa kawaida kule, anatembea katika barabara za Palestina. Na shetani anajua kurembesha kwa sababu anajua kile ambacho kinavutia watu wa dunia hii. Ndio sababu unasikia kuna tamaa ya macho, ile ambayo shetani alitumia juu ya Yesu, akamuonesha falme zote, lakini kulikuwa na masharti ya kwamba lazima uniabudu kwanza ili nikupatie falme hizi. Na Yesu akakataa, kwa sababu alijua atanunua falme hizi kwa damu yake, atanunua dunia yote kwa damu yake. Kwa hivyo shetani anajua kurembesha mambo yake sana, mpaka ibada ya kishetani inarembeshwa sana ili uweze kuvutia watu wasio wa kiroho. Ndio sababu tunahitaji upambanuzi na tunahitaji kuwa watu wa kiroho ili tuweze kubaini hiki ni cha Mungu na hiki si cha Mungu. Unajua mambo ya shetani wakati mwingine yakiangaliwa yanaonekana kama yamejaa utukufu, lakini ni kudanganya. Ndio sababu nabii anasema kuna vitu ambavyo vinametameta, shine. Anasema jiepushe na vitu hivyo. Anasema kitu halisi hakimetameti namna hivyo, kinatoa mng'ao usioisha, a glow. Kuna tofauti ya glow na shine. Anasema mambo ya shetani yanametameta hivyo, lakini hayana mng'ao. Na hivyo ndivyo dini ya uongo ilivyo. Inaonekana ikimetameta sana, lakini hakuna utukufu wa Mungu, hakuna mng'ao, lakini inaweza kudanganya. Si ajabu maandiko yanasema shetani mwenyewe anakuja kama malaika wa nuru ili aweze kudanganya na kupotosha, na watumishi wake nao wanakuja kwa namna hiyo. Hebu tusome nukuu hapa ya ujumbe. Ningetaka tusome nukuu ya ujumbe hapa. Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa, aya ya 545. Ningetaka usikie vile anavyosema hapa. Anasema hivi, anasema 545, Kristo ni siri ya Mungu ikiwa imefunuliwa. Lucifer at the beginning, his purpose in his heart was to achieve a brighter and greater thing in heaven than Christ had. Anasema madhumuni ya Lucifer ama ibilisi kule mbinguni ilikuwa ni kujitwalia kitu ambacho kinaweza kuonekana kina utukufu zaidi na kikuu zaidi kule mbinguni kuliko Kristo. Jambo la kwanza, shetani ni competitor. Shetani anaamini katika ushindani kila wakati. Najua sisi watoto wa Mungu si watu wa kushindana. Ati ninaona huyu dada hii kazi inafanya ajulikane na waaminio wengi sana, ningetaka kufanya kazi kama hii. Alafu ninaanza kumtoa katika nafasi yake.
Hiyo sio desturi ya watoto wa Mungu. Kwa sababu katika uchumi wa Mungu tunajua kila mtu ana sehemu yake. Wala siwezi kukutoa katika sehemu yako. Kwa sababu hiyo sehemu ama hiyo nafasi ni Mungu amekupatia. Hakuna mtu anaweza kukutoa hapo. Shetani anaamini competition, yani kushindana. By seemingly a more cultured, more beautiful, yani watu waliostaarabika zaidi, na leta urembo zaidi, more splendor na utukufu zaidi than the kingdom of Christ, kuliko ufalme wa Kristo. Nabii anasema, do you think we'll have automobiles in the millennium and airplanes? See what Lucifer is doing. Anauliza, kwa mfano unafikiri katika utawala wa miaka 1000 tutakuwa na ndege na magari? Najua huo ni ustaarabu wa sayansi ambao umevutia watu hivi kwamba siku ya leo watu wanashindwa kumtumikia Mungu kwa sababu ya ustaarabu wa sayansi vile umeendelea. Na unajua hayo ni matokeo ya kuanguka kwa binadamu. Wakati Adamu hakuwa ameanguka, hatukuwa na science na haikuhitajika mahali popote. Science kwanza ni kuharibu maumbile, ni kuvuruga ardhi na kutoa chuma na kuharibu msingi wa ardhi yenyewe, na ndio sababu matetemeko yanaongezeka. Sikia vile naendelea kusema hapa, now the big fancy intellectual denominations are doing the very same thing, gathering themselves together to do the same thing. Madhehebu makubwa ndivyo wanafanya siku ya leo. They are gathering and denominating themselves, each one trying to beat the other one. Wanakusanyika na kutengeneza madhehebu na kila mmoja akijaribu kumshinda mwenzake. Kwa sababu ni shetani yuko ndani yao, na shetani analeta roho ya ushindani. Kwa hivyo brother, sister, elewa ya kwamba roho ya ushindani si ya Mungu. Competitiveness si roho ya Mungu. Elewa jambo hilo. Mungu anakupatia sehemu, Mungu anakupatia nafasi katika uchumi wake, na hakuna mtu anaweza kukutoa hapo. Na huna sababu ya kupigana na ndugu ama dada yote upate nafasi fulani. Kwa sababu una nafasi kila mmoja wetu ambayo hakuna mtu anaweza kuchukua. And now they got so much splendor, they don't know what to do but to unite with the Catholic Church. Anasema wamejaa utukufu mwingi sana sasa, hawajui la kufanya ila kuungana na kanisa Katoliki. See? Lucifer again building a bigger kingdom to push out people that don't believe in denominations, and even take their church buildings and make storerooms, and the pastors of such has no rights at all. Na hiyo ndio tunaita schools. Madhehebu yanakuja pamoja ili wasukume nje watu wasioamini madhehebu. Na sisi hatuamini madhehebu. Tunaamini mwili wa siri wa Bwana Yesu Kristo, mahali tunazaliwa kwa roho moja. Si kuleta ufalme wa madhehebu. Anasema watu wasio madhehebu watasukumwa nje. Majengo yao ya makanisa yatachukuliwa na kufanywa store, hifadhi. Majengo yao ya kanisa yatafanywa hifadhi, na wachungaji wao hawatakuwa na haki yoyote. Ndio sababu mahali pengine katika ujumbe nabii anasema ikifika saa hiyo, na wewe hauko katika ule muungano na unaombea mtu pale barabarani ambaye ni mhitaji, unapigwa risasi. Nasema hivyo. And a man that is God sent would never stay in a denomination after hearing this or seeing it, if he has got enough to go out and look at it. Baada ya kusikia ujumbe huu, mtu ambaye ametumwa na Mungu hawezi kukaa katika madhehebu. I don't say critically, I say that truthfully. Hasemi hivyo ili kukosoa tu, anasema hivyo kwa kweli, kwa njia ya kweli. Notice, Lucifer is doing the same thing. Can you see it? Anasema Lucifer, Ibilisi anafanya jambo hilo hilo. The devil doing the same thing, building up a hybrid church. Kanisa ambalo limechanganywa uongo na sehemu ya neno. A hybrid by hybrid members. Na watu ambao wamechanganyika hivyo hivyo. Hybrid by knowledge instead of the word. Maarifa badala ya neno. Theolojia. Makanisa ya kithiolojia. By intellectual men, kwa watu ambao ni watu wa kiakili, watu wamesoma sana. Intellectual men instead of born again men, badala ya watu ambao wamezaliwa mara ya pili. Na hiyo ndio sababu mhubiri ama mtumishi wa Mungu si mtu ambaye ameenda theolojia. Ni mtu ambaye amezaliwa kutoka mbinguni. Amezaliwa na Roho Mtakatifu. Na hiyo ni kusema neno la Mungu limefanywa hai ndani yake. Huyo ndio mtumishi wa Mungu, hata kama hajui kuongea vizuri. Jambo ni kwamba ana uzima ndani yake.
Petro alikuwa hana elimu, lakini amezaliwa kutoka mbinguni. Kisimama katika nyumba ya Cornelius akiongea, wanapata uzima wa milele. Anasema hivi, intellectual men instead of born again, building an intellectual kingdom that will outshine Christ's little bitty flock. Anasema wanatengeneza ufalme wa kiakili, madhehebu ambayo yatametameta na kuonekana kuliko lile kundi dogo la Yesu Kristo. What is that? Did that? Fallen angels. Na anasema malaika walioanguka ndio wanafanya kazi hiyo. Najua madhehebu siku ya leo wanaungana. Na ufikirie nabii anasema hivi, pepo ambao walikuwa wanaongoza vita vya pili vya ulimwengu, mapepo milioni 200. Wakati baragumu ya 6 ilipigwa, mapepo wakaachiliwa, na ni wale mapepo wa Rumi ya zamani wakaachiliwa, wakaleta vita, dunia ikawa theater, uwanja wa vita. Wakaua watu milioni 71, miongoni mwao Wayahudi milioni 6, wakitumia na madikteta, majeshi ya wale madikteta, viongozi wa mabavu ambao walikuwa katika dunia. Biblia inasema wale wapanda farasi, wale wenye farasi 4, the 4 horsemen, ambao walifungwa katika mto Frati, walikuwa ni watu. Hitler wa Germany na Mussolini wa Italia na Stalin wa Russia na Roosevelt wa Marekani, the 4 horsemen. Pepo wale walikuja wakatumia hao watu na majeshi yao kuleta vita katika ulimwengu. Kisha nabii akasema wakati vita vimeisha, pepo hao wakaingia katika kundi la makanisa. Anasema wakawa ecclesiastical, wakaingia katika madhehebu. Pepo pale alikuwa katika generali wa kijeshi, sasa ameingia katika mtu ambaye anaitwa askofu. Na hao ndio wanaleta nini? Ile squeeze, ule mbano. Na hapa ni kujaribiwa, lazima tujaribiwe. Jambo hilo linakuja mpaka kwenye milango ya ujumbe. Linakuja mpaka kwenye milango ya ujumbe, na kuna watu wa ujumbe wataingia katika ule muungano. Kwa sababu nabii anasema ya kwamba watahoji ya kwamba badala ya kubanwa namna hii tukose kutumikia Mungu, ni heri tutumikie Mungu tukiwa katika ule mviringo. Mungu atatuelewa, lakini Mungu hataelewa, kwa sababu wewe kama Judas umedanganywa tayari. Umedanganyika tayari. Lakini sasa hao walikuja wakashinda namna gani? Ama tunafaa kushinda namna gani? Tumesikia pale maandiko yakisema ninyi vijana mna nguvu na neno la Mungu linaishi ndani yenu na mmemshinda yule mwovu. Huwezi kushinda shetani kwa akili. Huwezi kushinda shetani kwa elimu. Lazima uachilie neno liweze kufanywa hai ndani yako. Na huwezi kushinda shetani kwa kujua message. Hata kama unajua nabii amesema hivi katika ujumbe unaitwa Invisible Union, muungano usionekana. Nabii anasema hivi katika kimo cha mtu mkamilifu. Nabii anasema hivi katika ujumbe ambao unaitwa kuchomoza kwa jua. Huo si ushindi. Hakuna mtu anaweza kushinda shetani kwa sababu ya kujua vile ujumbe unasema. Kwa sababu kujua vile ujumbe unasema, neno la Mungu bado halikai ndani yako. Unaofahamu ya kile neno limesema, lakini haujafanyika neno hilo. Ndio sababu nabii katika ujumbe ambao unaitwa majina ya makufuru anasema kuna imani mara mbili. Anasema kuna imani ya kiroho na imani ya kiakili. Kisha anasema Wakristo wengi ni wale walio na imani ya kiakili, kuwa wanajua vile neno limesema, lakini neno hilo haliko hai katika maisha yao. Lakini wakati Roho Mtakatifu anashuka na kushika neno hilo, anafanya transfer, inaingizwa katika moyo, linahuishwa na Roho Mtakatifu, imani yako inageuka, inakuwa imani ya nini? Inakuwa imani ya kiroho. Na anasema hapo ndipo umejengwa kwenye mwamba na huwezi kushindwa na mlango ya shetani. Hakuna mtu anaweza kushinda shetani kwa sababu ya kujua vile message inasema. Ati ujumbe unasema hivi. Wapentekoste pia huwa wanafanya hivyo na Biblia. Biblia inasema katika Ezekiel hivi na hivi. Biblia inasema katika Isaia hakuna silaha ambayo wameinua dhidi yako ambayo itafanikiwa. Ananukuu pengine na pengine. Na waaminiwa ujumbe wanafanya hivyo na ujumbe. Nabii anasema, unaquote vile nabii anasema. Nabii anasema katika ujumbe mwingine, ule si ushindi. Na hilo haliwezi kumtia hofu shetani hata kidogo, kwa sababu yeye ndiye anayejua kunukuu zaidi na kupotosha. Neno hilo haliko hai. Wakati unaamini neno,
lakini halijahuishwa na Roho Mtakatifu, inamaanisha kwamba una maji lakini hayajafanywa divai. Najua Yesu aligeuza maji yaweze kuwa divai. Wewe una maji ndio, lakini hayajafanywa nini? Divai. Divai si unajua ni ufunuo. Ni ufunuo wa neno. Ni uchangamfu ambao unatokana na ufunuo. Hiyo ni kusema una neno lakini halijahuishwa. Mpaka neno lihuishwe huwezi kumshinda shetani. Lakini neno likihuishwa, maji yako yamekuwa divai, neno limefanywa hai na Roho Mtakatifu, hapo ndipo maandiko yanatimia ya kwamba aliye ndani yako, kwa sababu sasa yuko, siku dhania, sasa yuko, ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Na aliye katika ulimwengu tunajua ni Lucifer, ni Ibilisi akiwa katika jeshi lake akijaribu kupotosha kila mtu. Aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Kwa sababu neno ambalo Mungu amefunua katika majira haya limeenda kupita ufahamu, limehuishwa na Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako. Na sijui kama unajua huu ndio ufalme. Katika huu ujumbe tu tumesoma Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa. Hapo awali nabii alikuwa ameeleza, kasema ufalme wa Mungu ni nini. Kwa mfano, wakati maandiko yanasema katika Mathayo 6:33 ya kwamba tafuteni ufalme wa Mungu na haya mengine mtaongezewa, ufalme ule ni nini? Nabii anakuja baadaye anasema ufalme ni wakati neno la Mungu linafanywa roho na uzima ndani yako. Ni kusema neno hili limefanywa hai na Roho Mtakatifu ndani ya nafsi. Na neno halifanywi hai ndani ya akili za mwanadamu, linafanywa hai ndani ya moyo. Hapo unaweza kumshinda shetani. Na hapo unakuwa na imani ya kushinda shetani. Na hapo ndipo maandiko yanasema ya kwamba kile ambacho kinashinda ulimwengu ni imani. Lakini imani ni neno wakati limehuishwa. Hao ndio wanashinda Lucifer na jeshi lake. Kwa hivyo lazima wateule waweze kujaribiwa. Na wakati neno limefanywa hai ndani yako, linakuwa mambo mengi. Neno ambalo linaishi linakuwa na mambo mengi. Neno hilo ni mpambanuzi, discerner. Is a discerner of the hearts. Neno linapambanua mawazo yaliyo katika moyo. Neno hilo linaweza kukusaidia wakati mtu anajaribu kukuletea hadithi ama fundisho la uongo, neno linakupambanulia. Nakwambia hili ni kinyume na neno. Neno likiwa ndani yako ni upanga wa Roho Mtakatifu. Na hapo ndipo nabii alisema ya kwamba hilo kundi dogo, wakati ngurumo 7 zitafunuka kwao, watakuwa na uwezo wa kukata na kukatakata. Watafunga bingu. Anasema wanaweza kuita tani bilioni 100 za inzi ziweze kuja hapa. Kwa sababu wana upanga wa roho, neno ambalo liko hai. Neno hilo linaweza kuumba, creative power. Linaweza kuumba chochote vile ambavyo wataongozwa na Mungu, kwa sababu limefanywa hai na Roho Mtakatifu. Na hiyo inamaanisha ya kwamba ni nia ya Kristo imeingia ndani ya hawa watu. Kwa hivyo tunahitaji kwenda zaidi ya kusema tunaamini ujumbe. Tunaweza kunukuu ujumbe. Tunahitaji neno liweze kufanywa hai, liweze kutusaidia kuwa washindi katika hiki kizazi kiovu. Tuweze kuwa ni zile nyota ambazo hazikuanguka. Kati shetani aliangusha zile nyota, wale malaika, kuna nyota ambazo hazikuanguka. Na ni lazima tuje katika haya maisha tuoneshe sisi ni nyota ambazo haziwezi kuanguka. Na neno liweze kuhishwa ndani yetu, tuweze kumshinda. Nabii anasema unamshinda shetani katika kila kona ambayo mnakutana. Mkikutana kwa kona ile unamshinda. Baada ya muda mnakutania kona nyingine, bado unamshinda. You defeat Satan at every corner. Kwa sababu neno limefanywa hai ndani yako. Umejengwa kwenye mwamba. Wewe ni nyota ambazo hazikuanguka, na Lucifer hata sasa hawezi kukuangusha. Ningetaka tuombe tufike hapo. Baba yetu katika jina la Yesu Kristo, Baba, tunatoa shukrani zetu. Neno lako ni ndio na ni amina. Na yale yote ambao unasema katika neno Bwana ni ushuhuda wako na ni ukweli mtupu. Ninaomba ushirikishe kila mmoja wetu neno lako kwa njia kamilifu. Neno ambalo umefunua kizazi hiki, ulifanye hai ndani ya moyo wa kila muaminio kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu tunatazamia kushinda ulimwengu na majaribu yote ambayo yatainuka siku baada ya siku, na ule mbano
na kila kitu Bwana, tunatazamia kuwa na ushindi juu ya mambo haya. Ninaomba utusaidie Baba. Haiwezekani kwa njia nyingine isipokuwa tu kwa neno kufanywa hai. Haiwezekani kwa elimu ama mawazo ama nguvu ya mwanadamu. Inawezekana tu na Roho Mtakatifu akifanya neno hai. Basi na utusaidie Bwana, kila mmoja aweze kujiangalia na aone ya kwamba anakomaa, anaimarika siku baada ya siku, na anapata ushindi Bwana. Yale ambayo yalitushinda miaka iliyopita, siku ya leo tuweze kuyashinda, yaweze kuwa chini ya miguu yetu. Tupatie hekima ya kiungu ya kujua kutenda katika kila hali. Naomba ya kwamba nia ya Kristo itaingia ndani ya moyo wa kila mmoja wetu. Asante Baba, tupatie ushindi dhidi ya shetani na jeshi lake la mapepo. Na Mungu wetu, ninaomba ya kwamba utuponye, hasa utuponye shida za kiroho. Tuweze kuwa ni watu ambao Bwana wana ushindi siku baada ya siku, watu ambao wamevikwa haki ya Kristo, wanatembea katika haki na utakatifu na ushindi katika kizazi kiovu. Asante Mwenyezi Mungu, pokea sifa na shukrani. Tuomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo.